Leo tariki 25 mwezi Juni mwaka 2025 kwenye kijiji cha Nyangi kinachopatikana mashariki mwa DRC kwenye mkoa wa Kivu Kusini, tarafani Fizi, sekta Nganja ni kwenye groupment ya Babungwe ya Kusini. Leo hii mwami wa kijiji cha Nyangi ameweza kupokea wajumbe kutoka huko Kinshasa, huku wakija na lengo la kuweza kuhamasisha raia wa kijiji cha Nyangi, lakini pia kuwajuza viongozi kadhaa akiwemo kiongozi wa kijiji cha Nyangi ya kwamba wamekuja ni namna gani watakavyofanya ili umeme wa bwawa la Force Bendera. Force Bendera ni bwawa la umeme linalopatikana kwenye mto Kimbi, mto unaotokea mashariki mwa DRC, lakini pia huku wakichukulia bwawa hilo kwenye mlima wa Chaine de Mitumba unaopatikana mashariki mwa DR Congo. Bwawa hilo ndilo linalotumia umeme mji wa Kalemi na Kabimba, mji unaopatikana kwenye mkoa wa Tanganyika. Cha ajabu ni kwamba tangu bwawa hilo limeweza kuwekwa kwenye maeneo ya Force Bendera, wakahaji wa miji kama vile Nyangi, Mapanda na vijiji vingine vinavyopatikana maeneo ambayo bwawa hilo limeweza kufanyika hawapati umeme. Baadhi ya wabunge wa kwenye mkoa wa Kivu Kusini, hasa wabunge wa tarafa la Fizi, wameweza kutuma ujumbe wao kwa serikali ya DRC, huku wakiomba bwawa hilo liweze kutuma umeme hadi maeneo ambayo bwawa hilo linapatikana. Kwa hiyo serikali ya DRC imeweza kuamua na kuweza kutoa baadhi ya wahusika wanaohusika kwenye suala la utafiti wa umeme, nao wamekuja kuchunguza ni namna gani watakavyobuni umeme huo kuweza kufika maeneo haya. Mwami wa kijiji cha Nyangi, Kabwe Kashindi Patrice, ameanza huku akiwakaribisha na kuwashukuru viongozi waliojitoa na kuamua kufuatilia jambo hili ambalo wamewasili hadi kwenye kijiji cha Nyangi. Nasema karibu kwanza kwa nasema karibu na tunashukuru. Tunaona saa hii kwa kusaidia kama itatamani kwa kufikia sana kama kama bwawa bendera na shika na kwa kusaidia development sana. Tuko tunatumika hapa na mafurahi ya mafuta elektrogeni na vitu. Unakuta kwa mkule mwa beko analipisha 500 francs. Ibo iko na congelateur, iko na mungati congelateur. Mimi. Iko na ekran ya kabambi, ni 2000. Iko vraiment inaenda kia kupanguza machozi sana. Kuna yuwa base umane manonante kule alijaga mwele ma démarche kusema moto nebe kafika hapa chini, lakini tulikuwa tuyapata ile chance na tulipeleka malalamiko yetu sana, meme kubalipite yetu wapatilie ile. Heureusement tuliona barua zimoja aliandika basema labda ile inaweza kuwa labda ni benediction kutoka kwa Mungu, tutalomba itatusaidia. Collaboration ya localité na SNEL. Collaboration inapatikana bien au kama bavière? Na mimi najua collaboration inakuwa mzuri sana. Pia hata mtu wakati yeye anatumika, wakati wanatenda kuanza kama makazi kule, walikuwa kia kumuona na baenda kuanza manani kule maseremoni. Na mimi alikuwa anazoea sana kubendera. Anazoea sana kubendera kama collaboration iko na majibu kidogo kwa demande. Ile mademande ya moto tu babo alikuwa tuambia nono ya pa moyen bo ba décider hapa bendera il faut Kinshasa ndio décider. Unaweza kusikia kidogo. À l'époque wakati wa ni basi ndio mkimazi na kiji wakati niko nyumba ile moto mrefu sana. Heureusement wa délégation c'est kufanya basi hapa baba. Délégation zenyewe zifika hapa wakati wa Burundi. Majina ndio directeur général wa SNEL Nyanza. Alifika hapa Nyanza. Ni mgeni kwa bado.
chaque fois kama kulikuwa arrivé ya délégation, arrivé ya autorité ya SNEL na kwa directement faire pale bendera kwa bana nyinvité. Parce que kama unasikia bendera ni jina ya baba yangu. Ni jina ya baba yangu. Na kama unaangalia jinsi iko centrale ni localité ya kwangu territoire ya fils secteur dans le commande de la Mungu. Na baadaye viongozi hawa waliokuja kwenye uchunguzi wa kubuni namna gani umeme utakavyofika kwenye vijiji vinavyozunguka maeneo haya ambayo ni ya Force Bendera kwenye bwawa linalogawa umeme maeneo mengi, lakini pia huku wameanza kuuliza kuhusu swala la baadhi ya maendeleo kwenye kijiji cha Nyangi. Wameuliza kuhusu swala la hospitali, masomo, barabara, lakini pia na baadhi ya majengo mengine yanayohusika kwa maendeleo ya kijamii. Marché iko lakini haijengewi. Naanza mfika pale. Nitajua tena kama mko na juu ya biana, mko na material ya kabumbu. Ndio mko na material lakini hapo kwa espace tumeacha. Nitajua tena kama mnakuwa na ma société ya communication ngapi hapo mu communauté ma Vodacom, ma RTL. Kwa Vodacom, kwa RTL, kwa Orange, kwa tatu. Okay. Mnakuwa na télévision. Ma télévision. Peut-être question ya mwisho au ya mwisho mu communauté watu biko naishi sana kupitia nini activité principale ya watu ni kilimo ni paysage na kilimo c'est ça élevage comme le mwa donc paysage il y a trop agriculture élevage na bientôt na hiyo kama polisi mwa zenye tuko initier za culture. OK. Ningependa kujua kutena parce que le cadre sociétal qui doit exercer ou il faut développer projet société là d'abord pour développer il faut obliger à participer au développement ya mjini. Nitaka kujua mu communauté Nyangi mai ya kunya mnakunyaka je mko na hatuna maji masuti mko na dépendre na pouvoir ya mko na maekole masomo maekole iko lakini haijengewi haiko manombe ya mjini. Nitaka kujua kama kuko centre de santé tuko nayo na bali tupatia deja centre hospitalier mais kuna jengewa na nani na société Ima Bendera Mining une société minière. Okay. Hii centre de santé yenye iko ni umu Munyange au bien umu Mvingi? Iko umu mingine nyingine ndio ina masantre de santé. Hii kaipo napenda na renseignement ni sabale batakuya takuwe na ile capacité ya kuasiste kama hakuna batafanya kusema habari. Mimi ile anasema iko society la hatuyaona, tutakubali kama iko, lakini kusema hakuna. Nikitaka kujua population yenu entre bababa bamama na batoto banani biloko bamingi yeye wanapasha kwa mingi bana. Watoto wanapasha kwa mingi. Watoto ndio unakuta menage mwana za kwa na watoto 10. Après watoto entre papa na mama ni bana mingi na mama. Si ipi vile tunakuwa kufaa
Tupasha kuya depuis mu 5e mois. Mais wakati mvula ikapikaka kuna kwa inondation tukiwa kupeleziaka keno malabale kwa impraticable sisi ya kuu. Na kama tukubifanyika vitu vyote normal parce que projet change déjà avant, bien avant, il y a même 2 ans. Alors hii phase yetu tunakuya ndio phase ya avant projet ianze mterrain sasa. Ni phase où il faut quoi kusigner cahier de charge na communauté. Kicha kusigner le cahier de charge ndio banajua kuweka hata kitu kimoja pale. Mon logique c'est que projet déjà banapaswa kwa beko na viabilité bendera mbele mu ilubisha vile belge aliacha ndio tunigisi gani ya kupandisha puissance pour dire que projet iko si tutafanya hiyo vitu je crois bon mais je suis kama mishusema hivi tunafaa mwisho wa juillet tukunakuya sasa mu étape où tunapasa pamoja na société kwa kulomba benediction tutembe toni ma renseignement nimetupa hii kama ni ajapo les projets mais qu'on a lutté pour que il démarrer avant fin de l'année. Pour en tout cas budget financement iko hapo, mais il y a des formalités administratives yenye nalomba ndio hii procédure tu kwa na côté technique ndio on a fait déjà manani hapo maintenance ni tout ça, mais mon code minier tout on utilisé hapa en tout cas communauté kama nakatala projet kuna kule mtenda na c'est comme ça que non il fallait que tu m'y informer prochainement tena tutakutia tena hapa sasa na société pour que tuende sasa parce que bana tulomba tuwe tunaonesha mbele chef après il faut qu'on ait sa population kupitia chef voilà ile ni étape tutakuya fin juillet si tout va bien selon programme c'est projet à ça parce que sinon la chambre d'état bénédiction qui chasse sur l'état bénédiction donc on a tunaiwa ile projet kama nakamata itabooster development ya mjini sana. Moi hii entité yangu niko na plus au moins 80,000 âmes de Mapungu Ndolo. Combien? 80,000. Hivyo na hiyo inaweza vraiment kutusaidia sana kwa maendeleo ya mingi sana. Juu kama kuhani inakuwa hapa, siwi kama mtu anaweza kaambia hata kwenda Kalemi. Kwa makazi itaongezeka, itakuwa amelioration ya vitu vya mingi. Ile ndio vraiment tungependa kuinsister itatusaidia vya mingi. Na mwa wenye kufanya maiti puisque mwenyewe anaweza kapende projet ipite wala isipite, yule mwana akifanya maiti kutea. Mpisi kipeleka raporo mbaya, this projet itakuwa. Lakini kama unaioriente mzuri raporo kule nafikiria hata wale wakubwa nabo wenyewe balimituma na hiyo banaweza bakasikia ile na basema pana vitu vifanyike. Ile vraiment unoya mugini tunashukuru sana na karibu tena usisikie hofu na wakati mkitafuta kuya mnapigia simu. Johnny Luhembwe ni kiongozi anayeongoza kuhusu swala la utafiti huu, haswa kubuni namna gani ya umeme utakavyowasili kwenye kijiji cha Nyangi. Hapa anaeleza malengo na sababu zake kuwasili kwenye kijiji cha Nyangi. Ninjua kujulisha kwa wakubwa wa mgini projet yenye tunatafanya kule Bendera. Na projet ni nini? Ni projet ya kurehabilite centrale ya Bendera na kuongeza puissance yayo, kwa maana depuis Babels walijengaka Bendera kufika leo Bendera konenda paka mkufwa. Ndio maana si tunakuya na société Dynamis njuu ya kutengeneza benye kuharibika kubendera na tuongeze puissance twende mu 60 MW. Alors sheria ya nchi inalomba kujulisha communauté yote ile ko impacté par le projet njuu ijue ke no projet fulani nataka fanyika, na sheria inalomba ke projet yote mu secteur ya électricité
ma communauté yenye iko impacté bapate courant mu ordre ya 10% ya production. Ni kusema ke hii projet tukimaliza tutakuwa obligé ya kuacha 6 megawatt njuu ya communauté locale, na ile 6 megawatt il faut iprofite kwa batoto ya Nyangwe. Ndio maana tunakuwa kubaona wa shefu tubaeleze kupitia mambo itafanyika mu masiku kidogo mbele hapo. Je, kazi hii ambayo mnakwenda kuifanya mnashirikiana na serikali au ninyi ni kazi ambayo mnaifanya kikampuni kibinafsi? Kazi tuko naifanya en partenariat na société SNEL, partenariat public privé. Gouvernement iko na mecho pale, SNEL na mecho, na financement ni financement privé ya société. Na kama unavyosema, kazi hii inaweza ikachukua muda gani ili kuweza kukamilika kikawaida? Mui phase tuko mu phase ya ma étude de faisabilité technique na ma étude d'impact environnemental. Tushakujipatia muda wa miezi 5 njuu ya kuimaliza na projet yaanze. Na njuu ya projet kuanza haitakuwa ya masiku ya mingi, itakuwa determiné mu ma étude de faisabilité technique yenye tuko nafanya kote ingine. Donc wakati ikienea tutakuwa kuwajulisha tena wakubwa ke projet yetu vala ma étude yoyi itatulomba wakati miezi bwingi fulani, na haitakuwa projet ya kugawia hapa. Na baadaye mwami wa kijiji cha Nyangi Kabwe Kashindi Nyange Patrice ameweza kuzungumza huku akisema amefurahi na hatua hii ambayo serikali imeifanya kwa kijiji chake kuweza kupata umeme. Mimi kama mwami labda ningependa kuonesha furaha ya mingi sana. Nyangi tulikuwa na problema ya umeme masiku yote, na tunashukuru a travers ba député wetu wanapiganisha. Honorable Basosha aliandika barua moja kwa ministre wa energie na tuliwahi kuiona, na tunaona deja labda ndio matunda yake, na tunaendelea kupiga asante sana kwa serikali yetu. Wakati mradi utaisha itakuwa ni furaha sana kwa watoto wa Nyangi, na hivyo najua huo umeme ukifika hapa utasaidia sana kwa maendeleo ya kijiji cha Nyangi. Wewe kama mwami wa kijiji cha Nyangi na umepokea wageni hawa ambao wamekuja kutoka huko kwenye ngazi za juu, una neno gani ambalo unaweza ukazungumza au kuomba kwa ngazi za juu ambako wameweza kutoka kulingana na mradi huu? Asante. Kwanza ni tasema kwanza shukrani balikia deja ni maiti de faisabilité, na banasema deja financement iko wako na projet yenyewe inaitwa dynamisme ya bendera. Hivyo tungependa tu kuomba wakuu viongozi na wadepute waendelee tena kusisitiza juu kama jinsi sheria inasema fasi yote inakuwa centrale hydroélectrique, population locale, donc population riveraine, population kwa kando ya ile barrage inapaswa kubenefisia au moins 10% ya ile umeme. Hivyo tunasema serikali itukumbuke hii projet isikuye hivi na kisha tu iendelee vile vile, itakuwa vraiment masikitiko, lakini tunasisitiza wale kazi ambao wadepute walianza waikazie sana na waendelee kufuatilia, labda jua alituambia kabla ya mwaka projet inapaswa kuanza. Asante sana, tunakushukuru. Asante sana Pajmaist.